tujaribu kuangalia kikundi cha Uanswari Wahabi, na lengo la kuongelea jambo kama hili, natamani tujue historia yao, ili tujue walianzaje na lengo lao lilikuwa ni lipi. Kwamba ukifuatilia kikundi hichi ni kikundi ambacho kimeanzishwa si miaka mingi, na ukifuatilia katika historia ni kikundi ambacho kimeanzishwa cha mwisho katika vile vikundi ambazo ni madhhabu katika Uislamu. Ukiangalia katika madhhabu ambayo ilianza kitambo na ilikuwa ikishughulika, mfano ni Ibadhi, Ushia, ni madhhabu ambayo ya mwanzo kabisa, kwa sababu na haya madhhabu yalikuwa yamekusanya dini na siasa kama sasa hivi tunavyoona katika Ushia. Sasa asili yao walikuwa ni hivyo toka zamani. Lakini pia katika madhhabu ambayo yamekuja mwishoni yakaja baadaye ni madhhabu haya ambayo yalikuwa katika karne ya pili, I think kwamba iko hivyo. Katika karne ya pili yakaja madhhabu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini ikaja mwishoni kabisa huko ukaja hichi kikundi, tunaweza kukiita kikundi tu, ambacho kilikuwa ni mwaka 1722 23. Sasa kwa tarehe hizi za shamsia hizi, yani miladia. Sasa ukiangalia Uanswari umeanzaje na ulifikaje huko, na lengo kubwa la Answari linatumiwa kwenye nini? Japokuwa mwanzo walianzaga kwanza ni walianza kwa jina la Wahabi, wakijinasibisha na Muhammad ibn Abdul Wahhabi. Muhammad ibn Abdul Wahhabi ni mtu ambaye aliyekuja kukirasmisha hichi kikundi kutokana na fikra za Ibn Taymiyyah, ambapo kilianzia Saudia, na lengo kubwa ilikuwa kwamba wao ilikuwa katika dola ya Kiislamu, yani walijitoa katika dola ya Kiislamu. Na walipojitoa katika dola ya Kiislamu, kafuatilia tarehe ipo, walipojitoa katika dola ya Kiislamu wakaja baadaye Waislamu ilipokuwa khilafa katika nchi ya Uturuki, walipojua hicho kikundi kimetoka hivyo, wakaanza kwamba harakati ya kukizima. Walijaribu kukizima, kikapotea, alafu baadaye tena kikarudi. Na zile harakati, Muhammad ibn Abdul Wahhabi alikuwa lengo lake ni moja, ilikuwa yeye ni kuhakikisha kuwaua Waislamu wenzake. Alikuwa akifanya jihadi. Nenda hata ukaangalie wapi, kafuatilia kwamba Muhammad ibn Abdul Wahhabi alikuwa akifanya jihadi. Swali la kujiuliza, Muhammad ibn Abdul Wahhabi wakati anapigana jihadi alikuwa akipigana na kina nani? Ni Waislamu wenzake. Pale Maka kipindi hicho bado kuna athari kubwa ya Uislamu, kulikuwa bado kuna dola ya Kiislamu, lakini walikuwa wakiita Waislamu wenzao makafiri alafu wanawaua. Yani ndio hivyo, walikuwa wakiita Waislamu wenzao makafiri, hawana tauhidi ya kweli, kwamba Muhammad ibn Abdul Wahhabi, hao Waislamu wenzake wote waliotangulia miaka yote walikuwa hawana tauhidi ya kweli, isipokuwa yeye alivyokuja ndo akaja na tauhidi ya kweli, kupigana na wale ambao wasiomkubali na kuwaua. Sasa na sisi hata ukifuatilia, mfano hata Tanzania ni kikundi ambacho kimekuja nyuma katika miaka ya 80 90 mwanzoni. Uweze ukakuta hata haya masala tunaoongelea sasa hivi, masala ya mwezi, sijui kuna mwezi wa Saudi, kuna mwezi wa wapi, hapana, kulikuwa hakuna. Ni baada ya kuja wao, kwa sababu lengo lao kubwa, baada ya wale makafiri kuona kwamba kuna kikundi kimeanzishwa, wakawa wanawasapoti, yani kupitia ile utawala wa Saudia, kwa sababu utawala wa Saudia unalindwa kwamba na Waingereza kipindi hicho. Sasa walipoona kwamba kikundi kama hichi kimeanzisha harakati kama hizo, wakaona zinaafikiana na mipango yao, wakaanza kuwasapoti wale wa Saudia, na wale wa Saudi wakawa na kisapoti hiki kikundi, wakawekeana ahadi kwamba wewe, sisi jitahidi kupigana, lakini yule Muhammad ibn Saudi kwamba sisi tutakulinda wewe na wewe utatulinda sisi. Sasa ukiangalia katika masala yao kwamba wao ndio kikundi ambacho wanachojiita ni firqatun najia, kutokana na ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wao ni kikundi ambacho waliookoka, na ndio maana wao wanajiita ni watu wa sunna. Kanuni hiyo, wanajiitaga ni watu wa sunna. Hao wengine ni watu wa bid'a, na ndio watu ambao walioanzisha kuwaita mashia makafiri.
na kuwaandikia vitabu vya kuwaita kwamba kuwazushia mambo mengi, kwa sababu pia hata ukifuatilia katika historia Saudia haina mahusiano mazuri na Irani. Sasa wale ulama wa pale, kwa sababu kule kuafikiana na viongozi wao, wakawatungia vitabu vya uongo kuwazushia kwamba Shia wana misahafu yao, Shia nini, wakawa wanafanya propaganda kubwa, mpaka hata Waislamu wengine wa kawaida wakaingia kwenye propaganda kama hiyo. Na hata juzi hapa Ayatullah Khamenei amefariki, amekufa, kwamba wao wamefurahi, wakawa wanafurahia, wanasema kwamba umma wa Kiislamu umepata furaha kwa kufa kafiri kama yule, kwamba ni mambo yao ya kawaida. Wakija katika watu wa Maulidi wanaita ni watu wa bid'a, waabudu makaburi, sawa, kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba, ama lengo lao ni kuhakikisha Waislamu hawawezi wakawa kitu kimoja, ile wa'tasimu bihablillah, ili wawe na nguvu, kwamba wao wanahakikisha kwamba Uislamu hawatakuwa na nguvu. Yaani lengo lao walivyoletwa, na ndio maana wao wanajihakikishia kwamba hawa wanaita Uislamu hawa kwamba Mashia makafiri, hawa waabudu makaburi, hawa maibadhi ni watu makafiri, isipokuwa tu wao, sawa. Na sasa ukiangalia vitu ambavyo wanavyovifanya wao huwa havinaga shida wala si haramu. Mfano, unaweza kaangalia bana, kusoma maulidi ni bid'a, sawa, haina shida, tuseme ni bid'a, lakini wakikifanya kitendo wao hakina shida. Mfano, katika masala hata ya tahfidhul Qur'ani, musabaka, katika musabaka, mashindano ya Qur'ani, hakuna mtume aliyofanya, lakini kwa sababu ni wao wanafanya, haina shida. Yaani uharamu ni wengine. Siku moja yule Saleh Fauzani aliwahi kuulizwa, vipi inafaa kurekodiwa, yani kupiga picha? Na sasa hivi pia wameshaanza kugawanyika, walianzaga Wahabi, wakaanza sijui Answari, sasa hivi kuna Salafi, wanagawanyika, yani ili silsila yani kama vile nani. Sasa ukiangalia kwamba akawa anaulizwa, huku anarekodiwa, lakini anasema kwamba kupiga picha ni haramu, ni bid'a, haifai, na atakayepiga picha, kullu musawiri, kila anayepiga picha basi anaingia motoni. Wala hadithi ya Mtume wanasema hivyo. Sasa hicho kitendo yeye kwa sababu anafanya na anarekodiwa, anaulizwa, hana shida. Kile kitendo ni haramu kwa watu wengine. Sasa ukiangalia, ukijaribu mtu akiwa ndani ya hicho kikundi kuelewa vitu kama hivi, hawezi akaelewa, isipokuwa labda yule ambaye sisi tunaweza tukamuelewesha, yule ambaye akili yake iko huru kufikiria na kufuatilia, akajaribu kuangalia hicho kikundi, ajaribu kufuatilia. Sisi tunajaribu kugusia tu zile nubdha, ili watu waweze kufahamu kwamba tahadhari ya kikundi kama hicho katika Uislamu, kwa sababu haki ni kikundi ambacho kinachotumiwa na maadui wa Uislamu kwa ajili kuhakikisha umma wa Kiislamu katika masala ya kidini hautoungana, kama walivyofarakishwa katika masala ya kisiasa. Na hili sasa hivi kila mmoja anaamini, na ndio maana tunaweza hata tukasema kwa muda huu, kwa sababu tayari kila mmoja anaona, lakini tungesema kabla ya hapo watu wasingeelewa. Na sasa hivi tunasema hata kwenye hili, angalia katika masala ya kisiasa, umma wa Kiislamu tayari umeshafarakishwa, kwamba kila nchi wamefarakishwa, yani hawana ile itisamu. Na pia katika masala ya kidini, katika masala ya kidini wameletewa hicho kikundi ambacho kazi yao ni kufarakisha umma wa Kiislamu na kuhakikisha umma wa Kiislamu hautoungana milele. Na wao ndio watu wamekuja kuchochea ikhtilafu katika Uislamu, ikaonekana kwamba ikhtilafu ni kosa, ni shida. Yani ikhtilafu zamani ulama walikuwa kiishi kupitia ikhtilafu, ilikuwa hakuna shida, lakini sasa hivi wao ndio wamekuja kuchochea ikhtilafu, ikaonekana ni tatizo. Hata mtu wa kawaida ambaye asiyosoma akiona ikhtilafu, kimwambia ikhtilafu, huwa anaona kabisa ni Uislamu umepotoshwa. Asili ni hawa watu, lakini kabla ya hapo umma wa Kiislamu ulikuwa haunaga mambo kama haya. Umma wa Kiislamu ulikuwa ni umma mmoja, hata zile ikhtilafu zilikuwepo, ilikuwa ni ikhtilafu, ni rehma, lakini kwa sababu wao ndio wanakuja zile ikhtilafu, wanakuja kuzichochea zionekane kwamba ikhtilafu hizi ni shida, kwamba na mtu asiyokuwepo upande wao ama katika ile nadharia waliokuwa nayo, basi ni mtu wa motoni. Angalieni hata wale wazee kipindi hicho, mimi tunaongea hivi, ulizeni wale wazee ambao walikuwa katika miaka hiyo 90, kama hivi vitu vilikuwepo, ili kusuma sio ikhtilafu al-matali, kwa sababu kipindi kile uwezo ukafuata mwezi wa Saudia
kwa sababu kulikuwa hakuna ma TV, kulikuwa hakuna simu, watu walikuwa ukifuata tu kila mtu na nani yao. Lakini walipokuja hawa wakaja na hii hadithi kwamba ile, kwa sababu ulama wamejuzisha kwamba sumu liruyatihi wa aftiru liruyati, kwa sababu hii ni hadithi ni amu, haina ajab nani masala kama haya. Lakini sisi tunajaribu kuongea tu kwa ajili kila mmoja aweze kufahamu, hataki kutoa zile adila sijui nini, lakini tunaongelea kwa nadharia, hata mtu wa kawaida aweze kujua na aweze kujitahadharisha na watu kama hawa, watu ambao ni hatari sana, ni kansa katika Uislamu. Lakini mtu ambaye aliyopo ndani ya hicho kikundi hawezi akaelewa, kwa sababu wana kanuni moja, ili waelewe ni aseme shekhe wao, yani kiongozi wao, lakini asiyokuwa kiongozi wao hawezi wakamuelewa. Lakini sisi tunaongea na wale ambao bado hawajaingia, kwamba wajaribu kujitahadharisha na wajaribu kuona kwamba hilo ni tatizo kubwa sana katika Uislamu tumeletewa. Wassalamu alaikum.